Baba, na utukufu kwa Mungu wetu. The one who was, he is, and he will be forever. Yeye aliyekuwako, aliyeko na atakaye kuwako milele. Sema amina. The one who never changes. Ni Mungu asiyebadilika. He's the same yesterday, today, and forever. Ni yeye jana, leo na hata milele. The one who is full of mercy and love for us. Yeye aliyejawa na rehema na upendo kwa ajili yetu wote. Sema amina. The one who washes and cleanses us. Anayetutakasa na kutuosha sisi. And restores us to righteousness and purity. Na anaturejesha katika haki na utakatifu. We celebrate you, Father. Kwa hiyo tunakusherehekea Bwana. We receive and we relish in your love. Na tunapokea ule ushirika wetu na wewe. I greet you today in the wonderful name of Jesus. Na ninakubaliana haya yote katika jina la Baba wetu Yesu Kristo. I greet you from my family. Na ninawasalimuni wote kupitia jina kupitia familia yangu. My children and my grandchildren. Na watoto wangu na familia yangu wote wanawasalimia. I greet you from your brothers and sisters in the United States na of America. Ninawaleteni salamu kutoka kwa ndugu zetu kutoka kule Marekani, kaka na dada. I greet you from the nations of the earth.
Na pia ninawasalimuni kupitia salamu za watu wa mataifa mbalimbali. I've traveled to over 55 nations. Nimetembea zaidi ya mataifa 50 duniani. Everywhere I go, I meet the family of Na God. kila mahali nakokwenda nakutana na familia ya Mungu. So I greet you from them as well. Kona waleteni salamu kutoka kwa hao ndugu mataifa mbalimbali duniani. Last year I was given the great honor of recording TV programs. Na mwaka jana nilipata heshima kubwa kabisa ya kwenda kwenye kituo cha television kwa ajili ya kurekodi habari. And every week I get to minister in over 60 nations. Na karibuni kwa kila wiki na hudumia zaidi ya mataifa 60. And somehow now the Lord has blessed me to go over 100 nations. Na sasa Mungu amenibariki nimetembea zaidi ya mataifa 100. So thank you so much for greeting me today. Asanteni sana kwa ajili ya salamu zenu, lakini pia na kunikaribisha hapa leo. Thank you for the invitations. Asante sana Bishop kwa ajili ya ukaribisho. For many years I've wanted to come back. Na kwa miaka mingi sana nimekuwa nikitamani kurudi. And the Lord's finally opened a way. Na Mungu amefungua tena mlango kwangu mimi kurudi tena mwaka huu. And the Lord kept me safe as I came. Na Mungu amenilinda katika safari yangu kutoka huko mpaka nimefika salama. I love you as a church so much. Ninawapendeni nyinyi kama kanisa, nawapendeni sana kama kanisa. My brother Brunono, my brother Chima, na ndugu yangu hapa Askofu Brunono pamoja na Chima hapa are some of my favorite people in this nation. Hawa ni watu ambao kabisa ni watu wangu wa karibu na marafiki zangu wa karibu sana hapa Tanzania. I greet you also the elders. Na ninawasalimuni pia wazee wa kanisa. And to all of you. Lakini pia na kwa kanisa lote. Bwana Yesu asifiwe sana. Who love the Lord. Wale wote wanaompenda Bwana. Let us pray. Ngoja tuombe. Father, we rejoice and we're glad in you. Baba, tunayo kila sababu ya kukushukuru na kufurahi katika wewe. Thank you for your goodness. Asante kwa wema wako. For your unending love. Na kwa upendo wako usiokuwa na mwisho. Thank you for receiving our worship and praise this morning. Asante kwa kupokea sifa zetu na kuabudu kwetu. Thank you that you inhabit our praise. Asante kwa kuwa wewe Bwana unakaa katika sifa. Thank you so much for sending Jesus. Asante kwa kumtuma Yesu Kristo. For making a way for us. Kutengeneza njia kwa ajili yetu. That you opened a wonderful door. Na umefungua mlango wa ajabu. Thank you for your new mercy today. Asante kwa rehema zako mpya leo. Holy Spirit, we declare you have all freedom and liberty. Roho Mtakatifu tunakuruhusu ili uweze kutamalaki katikati yetu hapa. To move among us this morning. Utawale katikati yetu hapa. You know everything. Wewe wajua yote. You know our hearts. Unajua mioyo yetu. Come and touch hearts today. Karibu na uguse mioyo yetu. Come and break bondages. Karibu na uvunje mipaka. Come and set us free. Karibu na utuweke huru. Bring revelation. Ulete mafunuo to your truth. Kwa na katika kweli yako. We invite you to come and heal. Tunakualika uje na uponye. Encourage us today. Ututie moyo. That your name would be magnified. Ili jina lako lipate kutukuzwa. Your kingdom be furthered in us. Na ufalme wako uweze kuongezeka. We love you so much. Tunakupenda sana. Amen. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi tafadhali. So I want to apologize to you. Na ningeomba radhi kidogo. Number one, I haven't learned Swahili. Mimi jambo la kwanza sijajifunza Kiswahili. People say, how come you don't speak Swahili? Na watu wananiuliza kwa nini hauzungumzi Kiswahili? I go to so many nations, all the words jumble in my head. Na mimi nazunguka katika mataifa mbalimbali na kuna hili neno jambo linakuwa kwenye akili zangu. But more important, lakini kitu cha muhimu sana, how come you don't do miracles? Kwa nini wewe hufanyi miujiza? How come you don't do mass healings? Kwa nini wewe hufanyi uachili neema ya uponyaji? What I do is rarer and more important, I think, than learning to talk your language. Kwa hiyo kitu cha muhimu sana kwangu mimi ambacho ninachokiona ni kujifunza kufanya kile ambacho Mungu amekusudia nikifanye kuliko kujifunza kuongea zaidi. I focus on God. Mimi ninachokiangalia ni kuweka uelekeo wangu kwa Mungu. I focus on the face of God. Na mimi naelekeza uso wangu katika uso wa Mungu. Not his hand. Si kwenye mikono.
I'm not looking for what he can give me. Mimi siangalii kile ambacho Mungu ananipa, I'm watching his face. lakini mimi nautazama uso wa Mungu, na uangalia uso wa Mungu. I want to know where he's looking. Nataka nione kile ambacho Mungu anataka kufanya. I want to know who he's getting ready to Nataka touch, kujua yule ambaye Mungu anaandaa kumtendea siku ya leo, so that his kingdom can come. ili utukufu wake na ufalme wake upate kudhihirika. How about you? Je, wewe vipi? Are you hungry? Je, una njaa? Do you want to know him Je, unatamani kumjua yeye zaidi? more? Unatamani kumjua yeye zaidi? That's the question. Hilo ni swali, watu wa Mungu. Jesus says, how happy are the hungry, Yesu anasema heri wale wenye njaa na kiu, for they will be filled. kwa sababu watashibishwa. I need to know who I'm talking to this morning. Na nataka nimfahamu yule ambaye ninamsema asubuhi ya leo. I see so many handsome men. Na nimekuwa nikiona watu ambao ni watanashati wazuri, I see so many beautiful women. na nimekuwa nikiona wakina mama ama wanawake wazuri warembo. I need to ask a few questions. Nataka niwaulize maswali machache. Number one, raise your hand if you were here last night. Hebu kama ulikuwepo hapa jana jioni kwenye mkutano wetu, inua mkono wako. Kama Anyone? ulikuwepo, kama wale waliokuwepo kwenye mkutano jana jioni, A wale few. walikuwepo, A few. wachache walikuwepo, Maybe 15%. pengine ni nusu Okay. walikuwepo. All right. Sawa, Thank you. asante. Next question. Swali la pili, Before God, mbele za Mungu, how many of you read the Bible every day? na niombe ujibu swali hili mbele za Mungu kwamba ni wangapi wetu hapa ambao kila siku huwa wanasoma neno la Mungu. Kama wewe unajua kabisa kwamba kila siku huwa unasoma neno la Mungu, nyosha mkono wako. If you read the Bible every day, raise your hand. Kama wewe huwa unasoma neno la Mungu kila siku. 1, 2, 3, Kama wewe kila siku huwa unasoma neno la Mungu, nyosha mkono wako. 5, 6, 7, 7, 8, 8 kule, 9, 10, 10, 11, 11, 12. 12. Ni ajabu. Is this the way it should be? Jamani, hivi ndivyo kweli tunavyopaswa kuwa? Does being in a butcher shop make you a butcher? Swali ni hili. Je, hivi ukienda pale buchani inakufanya na wewe uwe bucha? No. Hapana. Does being in a barber shop make you a barber? Hivi ukienda saluni inakufanya na wewe uwe saluni? Jibu si ni hapana. No. Hapana. Does being in a church make you a Christian? Hivi kuwa kanisani inakufanya na wewe uwe Mkristo? No. Hapana. No. Hapana. To be a Christian, Kuwa Mkristo, you must be born again. jambo la kwanza lazima uzaliwe mara ya pili. You must be reading the Bible every day. Na jambo la pili lazima ujifunze kusoma neno la Mungu kila siku. Sema amina. You must be listening to God and obeying what He said. Na lazima uweze kujifunza kumsikiliza Mungu na kufanya kile ambacho anakuagiza kufanya. Otherwise, you're not a Christian. Vinginevyo wewe sio Mkristo. You're just a churchgoer. Unabaki tu mtu mwenda kanisani, muhudhuria ibada kanisani. I said, Nasema if you're not born again, kama haujazaliwa mara ya pili, if you don't read the Bible kama every day, usomi neno la Mungu kila siku, if you don't listen to God and do what He said, kama hamsikii Mungu na kufanya vile anavyotaka ufanye, you're not a Christian at wewe all. sio Mkristo kabisa. You're just a churchgoer. Unabaki tu ni mwenda kanisani.